kwenye mazingira ya kutofikirika, kutotegemewa, na ndio imetokea jioni ya hii leo, ikiwa zimebakia siku chache kuelekea katika mchezo wa dabi ya Kariakoo kati ya Young Africans dhidi ya Simba katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Sasa basi, mamlaka za usimamiaji wa ligi wameweka orodha ya waamuzi ambao watakwenda kuchezesha mchezo huu. Tunakwenda kushuhudia waamuzi kutoka Afrika Kaskazini, kutoka Misri ndio ambao wamepewa kibarua hicho kwa ajili ya kusimamia sheria zote 17 za mchezo ili mwenye haki yake apate. Tension, pressure imekuwa kubwa kutoka kila kona, sio upande wa Young Africans, sio upande wa Simba Sports Club, na ni mechi ambayo ndani yake kulikuwa kuna vitu vingi sana ambavyo viliingia, lakini ni mchezo ambao umeondoka na baadhi ya viongozi katika mamlaka za usimamiaji wa soka. Sasa orodha hii ya waamuzi kutoka Misri ndio kitu kikubwa ambacho tunakwenda kukiangalia, lakini nikuambie waamuzi hawa ni nani na nani. Mwamuzi wa kati katika mchezo huu ni Amin Mohamed Amin Omar kutoka Misri. Mwamuzi wa pembeni nambari 1 ni Mahmoud Ahmed Abo Erragel kutoka Misri huko. Mwamuzi wa pembeni nambari 2 ni Samir Gamal Saad Mohamed kutoka Misri huko. Na fourth official au mwamuzi wa akiba ni Ahmed Mahrous El Ghandour kutoka huko Misri. Lakini asesa wa waamuzi hawa au mkaguzi wa waamuzi hawa ni Ali Mohamed kutoka Somalia. Hii Somalia ni hapa Afrika ya Mashariki na Kati, yani ukanda wetu wa Sekafa. Lakini kamishna wa mchezo ni Salim Omar Singano. Huyu anatokea hapa nyumbani Tanga, Tanzania, ndiye ambaye anakwenda kuwa match commissioner. Sasa basi, kitu kikubwa tunakwenda kuangalia hawa waamuzi, lakini tukianza kwa kumwangalia mwamuzi wa kati. Kama Watanzania watakuwa na kumbukumbu nzuri, basi mwamuzi Amin Omar kutoka Misri, huyu ni mwamuzi ambaye ilitakiwa achezeshe mchezo wa Stellenbosch dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba katika hatua ya nusu fainali ya kombe la shirikisho Afrika msimu huu 2024-25, mchezo ambao Simba walitoshana nguvu kule Afrika Kusini, uwanja wa Moses Mabida. Lakini mwamuzi huyu hakuchezesha ule mchezo kwa sababu alipata injury. Ripoti zilitoka hivyo kutoka kule nchini Misri kwamba alipata majeraha, hivyo basi CAF wakambadilisha na kumleta mwamuzi mwingine Mohamed Maruf Idi, ndo aliyekuja kuchezesha ule mchezo, na mnyama akavuka pale kwenda katika hatua ya fainali dhidi ya RS Berkane. Hiyo ni kumbukumbu tu ambayo nimejaribu kukuonesha juu ya mwamuzi huyu, lakini kiundani zaidi, na ndo msingi wa kuwa hapa mbele yenu kupitia jukwaa hili la Mzinga Sports, ni kuwaeleza juu ya experience yangu na mwamuzi huyu, lakini pia wasifu wake ndani ya kandanda ya Afrika. Huyu ndiye top referee ndani ya Misri, ndiye mwamuzi bora kwenye kipindi hiki cha miaka 4 mpaka 5 ndani ya taifa la Misri, lakini ndiye mwamuzi ambaye amekuwa akiwakilisha sana kimataifa kwa maana ya michuano mikubwa ya nje ya Misri. Amekuwa akichezesha kama AFCON qualifiers, World Cup qualifiers, Confederation Cup, Champions League na michuano ya aina hiyo. Huyu mwamba amekuwa akiwakilisha vizuri sana nchi ya Misri. Sasa huyu ni mwamuzi wa kati katika orodha ya seti ya waamuzi ambayo imetolewa na bodi ya ligi jioni hii, ambayo itakwenda kuchezesha mchezo wa dabi ya Kariakoo kati ya Young Africans dhidi ya Simba. Maswali yamekuwa mengi, licha kwamba ni kipindi kifupi tu, watu wanataka kunisikia nikitoa comment yangu juu ya mwamuzi huyu. Kimsingi ni mwamuzi ambaye kumbukumbu zinaonyesha kwamba ameshawahi kuchezesha Young Africans, amewahi kuchezesha Simba, amewahi kuchezesha pia timu ya taifa ya Tanzania. Na msimu wa mwaka 2022-23 alichezesha mchezo wa Horoya dhidi ya Simba. Ilikuwa ni hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika. Horoya dhidi ya Simba, Simba walipoteza 1-0, mechi ambayo ilipigwa nyumbani kwa Horoya. Hiyo ni kumbukumbu kwa Simba juu ya mwamuzi huyu, mchezo mmoja na walipoteza. Kumbukumbu kwa Young Africans juu ya mwamuzi huyu, walicheza mchezo wa group stage dhidi ya Mamelodi Sundowns msimu mwaka 2023-2024 katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Mimi nikiwa mtangazaji wa mchezo ule kupitia Azam Sports.
mechi walitoshana nguvu kwa maana ya suluhu, lakini kwenye timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, amechezesha mchezo mmoja pia, na wenyewe ulikuwa ni mchezo wa AFCON Group Stage kati ya Tanzania Taifa Stars dhidi ya DR Congo Leopard, mechi ambayo fainali ambazo zilikuwa zinafanyika kule nchini Ivory Coast. Sasa mwamuzi huyu ni miongoni mwa top referee, lakini kuna watu wameingiwa na wasiwasi, wamekuwa wakiuliza maswali, na swali kubwa ambalo wanauliza ni kwa namna gani Misri wana changamoto ya waamuzi kuchezesha mechi zao kubwa, kwa maana ya mechi inayohusu Al Ahly dhidi ya Zamalek au Al Ahly dhidi ya Pyramids au vice versa. Katika timu hizo tatu wamekuwa na utaratibu wa kuagiza marefari kutoka nje ya Misri kwa ajili ya kuja kuchezesha hizi mechi. Inakuwaje mwamuzi kutoka katika taifa hilo anakuja kuchezesha mchezo huu mkubwa na wenye tension ya aina yake? Sasa kimsingi Misri wana uhasimu mkubwa katika hizi timu mbili, hususan Zamalek na Ahly. Pyramids ameingia tu hapo kati, lakini Zamalek na Ahly wana uhasimu mkubwa kweli kweli, hali ambayo inapelekea zile timu zisiamini waamuzi wao ambao wako ndani. Sasa kutokana na hilo wanaamua kuchukua waamuzi wengine kutoka nje na kuwaleta ndani kwa ajili ya kuchezesha hizi mechi. Lakini mwamuzi huyu sio kwa mara ya kwanza anakwenda nje kuchezesha, hapana. Huyu ni miongoni mwa waamuzi ambao taifa la Tunisia, ligi ya Tunisia, kuanzia ligi kuu hadi FA zao, wamekuwa wakimtumia sana Amin Mohamed Omar kutoka Misri kwa ajili ya kwenda kuchezesha. Wana appreciate juu ya uwezo wake, hivyo wamekuwa wakimchukua na kwenda kuchezesha kule nchini Tunisia. Kwa hiyo ambacho kimefanyika kwa Tanzania kumchukua huyu mwamuzi, basi kimewahi kutokea pia kwa maana ya Tunisia, washawahi kufanya juu ya mwamuzi huyu. Mbali na hapo, Amin Omar Mohamed huyu ni miongoni mwa waamuzi wenye beji ya FIFA, lakini ni waamuzi ambao wana misimamo mikali kweli kweli. Yeye yuko pancho na amenyoka miongoni mwa sifa zake. Tutakumbuka katika fainali za AFCON alichezesha mchezo wa nusu fainali kati ya Afrika Kusini dhidi ya Nigeria. Grant Kekana alionyeshwa umeme, alikuwa ni huyu mwamuzi. Kwa hiyo ni mwamuzi ambaye kutoa kadi nyekundu, when it comes anakupa kadi nyekundu, lakini ni mwamuzi bora kweli kweli kutoka kule nchini Misri. Sasa anakuja kuchezesha hii mechi ya dabi ya Kariakoo. Kwa nini? Wameona mamlaka ya usimamiaji wa soka wameona tension ni kubwa juu ya waamuzi. Malalamiko yamekuwa mengi juu ya waamuzi wetu. Of course wapo wachache ambao wanafanya vizuri, lakini idadi kubwa ya waamuzi imeonekana kuna malalamiko wanalalamikiwa. Hivyo walichoamua kukifanya ni kuzima haya malalamiko, na tunafahamu kwamba hii ni mechi ambayo ina tension kubwa kweli kweli. Kwa walichoamua kukifanya ni kuzima haya malalamiko. Waamuzi wako wengi, lakini wameamua kusafiri na kwenda Misri kwa sababu kadha wa kadha, ikiwemo ni distance. Misri ni Afrika ya Kaskazini, ni mbali na hapa nyumbani. Kwa hiyo wameamua kwenda kuchukua mwamuzi, kuongeza kuchukua mataifa ya jirani kama DRC wanaye mwamuzi Jean Jacques Ngabo Ndala, bonge moja la mwamuzi. Pacific Ndabihawenimana kutoka Burundi, Georges Gato yupo Peter Waweru kutoka Kenya. Lakini hawakuenda katika haya mataifa ya karibu, wakaamua kwenda mbali. Umbali huo ni Misri, kwenda kuchukua mwamuzi ili aje kuchezesha huu mchezo wa dabi ya Kariakoo. So naamini ni decision ambayo wamezingatia katika kuchagua huyu mwamuzi. Lakini asesa wa mchezo huu anatokea Somalia, ni miongoni mwa maasesa kutoka shirikisho la soka la Afrika CAF, wamekuwa wakimtumainia. Kwa hiyo ukiangalia hii seti yote kwa ujumla wake ni seti ya waamuzi ambao mamlaka za soka zimethibitisha kwamba wana uwezo wa kuifanya hii mechi ikawa bora na haki ikapatikana. Hivyo basi tunasubiri tarehe ifike, kwa maana ya Juni 25 ndani ya uwanja wa Benjamin Mkapa. Itakuwaje? Dakika 90 zitaamua. Seti hii ya waamuzi itakuwa pale kati, tutaona mambo yatakavyokwenda. Hii ni Mzinga Sports.